Nataka nizungumzie vitu viwili hivi hapa, alafu baada ya hapo niachane na wewe. Mungu akubariki zaidi. Amen. Nataka nizungumzie kesi mbili ambazo ndizo muhimu kwa kila mtu aliyoko mahali hapa. Azimhitaji nabii. Hizi issue mbili nitakazosema hapa, azimhitaji nabii, azimhitaji mchungaji, azimhitaji mwinjilisti, azimhitaji mwalimu wa neno, azimhitaji apostle. Lao zinamtaka mwanadamu yeyote awe nazo, kwa sababu hizo ndizo zilizobeba ufunuo wa maisha ya mtu huyu. Amen. Wewe kama wewe binafsi utajuaje macho yako ya kiroho yamefunguka? Wewe mwenyewe binafsi utajuaje macho yako ya fursa yamefunguka? Wewe mwenyewe binafsi utajuaje macho yako ya kibiashara, macho yako ya kazi, macho yako ya ndoa, macho yako ya uchumi mzuri ama fedha yamefunguka? Hello. Kuna vitu viwili tu ambavyo vitakuwezesha wewe mwenyewe binafsi, ambavyo nimekuambia havihitaji apostle tu awe navyo, havihitaji nabii tu awe navyo, havihitaji mtume wala mwalimu wala mwinjilisti peke yake awe navyo ama mchungaji. Vinakutaka hata wewe mwenyewe binafsi uwe navyo. Ukiwa navyo hivyo vitu, nisikilize, ndio chanzo cha mafanikio yako yanaanzia hapo hapo. Lao, utajuaje sasa macho yako ya kiroho yamefunguka? Lao, jambo la kwanza, kama unaandika andika maono. 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 Jambo la pili, andika ndoto. Tazungumzia hivi vitu viwili tu kwa leo, japo kuna vitu kama 4 hivi ambavyo unatakiwa vijue. Taongelea kwa habari ya vitu viwili tu, hello, ambavyo ndio muhimu sana kwenye maisha yako. Unatakiwa uwe navyo. Cha kwanza, unatakiwa uwe na maono. Sema maono. Sema maono. Ukiona mtu hana maono, manake macho yake ya fursa yamekufa, hayana uwezo wa kuona. Lao. Cha pili nimesema ndoto. Ukiona mtu ndani yake ndoto zimekatika, hana ndoto, hawezi kukumbuka ndoto, maana yake, tafasiri yake, huyo mtu uwezo wake wa kuona umeondoka. Ule uwezo wake wa kuona umepotea. Lao. Shauti haleluya. Sema tena haleluya. Issue ya maono nimekwambia haimtaki mtume peke yake, inataka kila mtu awe nayo. Issue ya ndoto haiwataki wachungaji tu awe nayo, inataka kila mtu awe nayo. Hello, kwa sababu mafanikio yako yamebebwa na maono na ndoto ulizonazo. Maono na ndoto ulizonazo huashiria mafanikio yako. Hello, hutambulisha mafanikio yako. Sijaelewa kama unaelewa. Ni nani anaota ndoto hapa? Nyosha mkono juu. Unaota ndoto? Nyosha mkono juu. Unaota ndoto? Nyosha hivi. Yaani wewe una uwezo wa kuota ndoto? Nyosha mkono juu hivi. Mungu akubariki sana. Ni nani ambaye yuko hapa una uwezo wa kuona maono? Nyosha mkono juu. Maono. Maono. Yaani kuna watu hapa, nisikilize, hawajui maana ya ndoto na maana ya maono. Amen. Maono wanaona ila hawajui ni maono, na ndoto wanaota, yani wanaona maono, yale maono akili zao zinawaambia ni ndoto, kwa sababu hawajui maono yalivyo. Hello. Wanashindwa kutofautisha baina ya maono na ndoto. Ila hivi vyote hivi vitu viwili vinatakiwa viwe kwa huyu mtu aliyoko mahali hapa. Ndoto pamoja na nini? Na maono. Hivi ndivyo vinavyoelezea maisha yako. Hello. Hivi ndio vinakupa kujua ni nini Mungu amekuwekea mbele yako, ni nini Mungu amekuandalia, ni nini Mungu amekuweka kwa ajili ya kesho yako. Sijaelewa kama unaelewa. Nimesema nitaangalia vitu viwili. Nimesema cha kwanza ni maono, cha pili ni ndoto, ambavyo ni vitu muhimu sana ambavyo kila mtu anatakiwa kuwa navyo. Na hivi ndizo saini zinazoelezea kesho yako, na hizi ndizo saini zinaelezea mafanikio yako. Maono yapo kwa ajili ya mafanikio yako, ndoto zipo kwa ajili ya mafanikio yako. Amen. Sema fire. Nisomee kitabu cha Yoeli. Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 28. Nisomee hapo. Neno la Mungu nasema. Biblia inasema,
Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote. Nitamimina roho yangu juu ya nini? Juu ya wote wenye mwili. Hello. Amen. Nimekwambia maono ama ndoto hazimhitaji mchungaji peke yake. Amen. Yes. Hazimhitaji nabii peke yake. Hello. Amen. Hazimhitaji mtume peke yake. Biblia inasema nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Si mtume peke yake, si nabii peke yake, si mwinjilisti peke yake. Biblia inasema nitamimina roho yangu. Huyu ni Yesu. Sio vizuri? Amen. Anasema nitamimina roho yangu kwa wote wenye mwili. Na wana wenu waume kwa wake. Biblia isemi na wana wenu mapasta. Hello. Amen. Na wana wenu manabii. Biblia inasema na wana wenu waume kwa wake. Manake wa kwanza na wa mwisho ulionao uliowatoa kwenye viuno na tumbo lako. Amen. Hello. Amen. Kama una watoto 7 manake watoto wako wote 7. Yes. Kama watoto wako 12 manake watoto wake wote 12. Na wana wenu wake kwa waume watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto. Hello. Wana wenu watafanyeje? Watatabiri. Blaza, umebeba unabii wa maisha yako. Amen. Amen. Kabla nabii haja kuambia simama nikutabirie, nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe. Amen. Unaelewa baba? Kabla nabii haja kuambia simama nikutabirie, nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Yes. Hello. Kwa maana unabii umeachiliwa kwa kila mtu. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wazee wataota ndoto. Wazee wana wenu wa kike na wa kiume watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto. Na vijana wenu wataona maono. Yes. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Manake kila mtu anaruhusiwa kuona maono. Kila mtu anaruhusiwa kuota ndoto. Kila mtu. Hello. Na maono yapo kukupa kujua kusudi la maisha yako. Ndoto zipo kukupa kujua kila ambacho Mungu ameweka juu yako. Manake Mungu anaposema nawe kwa njia ndoto, manake anaongea kwa habari ya maisha yako. Mungu anaposema nawe kwa njia ya maono, manake anaongea kwa habari ya maisha yako. Hello. Mungu anapojifunua kwako, akajifunua kwa njia ya ndoto ama maono, manake anajifunua, anakupa mafunuo ya maisha yako. Hello. Hello. Sema kwa moto wa mtakatifu. Kwa moto wa mtakatifu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema mimi hapa. Mimi hapa. Kila maono. Kila maono. Kila ndoto. Kila ndoto. Zilizopotea. Kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako. Narejesha leo. Narejesha leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Amen. Manake Mungu anapokufunulia maono, anapokufunulia ndoto, manake anakupa taswira ya maisha yako. Hello. Kuna kitu nataka nikiweke wazi leo ambacho akili ya watu wengi wamebeba kwenye ufahamu wao. Naomba hiki kitu kiondoke kwako. Sio sikia vizuri. Wale ambao wamekutana na watumishi wa namna hii, wewe nikuonyeshe. Japo sitaki kuwasema watumishi lao. Sio kazi yangu. Kazi yangu ni kuhubiri neno la Mungu. Lao. Ila nataka nikurekebishe tu kidogo. Nikuweke katika usawa. Kuna watu ambao wamekaa kwenye maisha ya kusema kwamba unapoota ndoto unaamka unaanza kukemea, unafunga ndoto za shetani. Wangapi wanafungaga hizo ndoto za shetani? Nyosha mkono. Yaani usiwe mnafiki tu. Nyosha mkono vijuu. Ambao ukiota ndoto ambao unasema shetani nafunga ndoto, au ukitaka kulala unasema baba nikilala nafunga ndoto za shetani, nazifunga ndoto za shetani zisinifuate. Nani anafanya go mchezo? Nyosha tu hivi. Kule mtu hapo. Usiwe mnafiki, nyosha hivi. Nataka nikusaidie. Hivi nikuulize swali. Naomba vijana watatu hapa chap. Huyu anaitwa Devota. Amen. Ni mfanya biashara. Hello. Natolea mfano, sawa? Huyu na huyu hapa. Hello. Ni watu ambao wanatumikia kilinge cha uchawi. Sema kilinge cha uchawi. Ni mfano. Nyie sio wachawi, sawa? Nataka niwafungue watu akili hapa. Hawa wanatumikia kilinge cha nini? Hawa watu hawa hawapendi maendeleo na mafanikio ya huyu mtu. Hello.
Hello. Wameinua chuki ya uchawi. Uchawi ni chuki. Amen. Wameinua chuki ya uchawi. Lengo la chuki ile ni kuua mafanikio ya mtu. Amen. Usiku kucha hawa wanamfuata huyu. Hello. Wanaanza kumniga, wanambeba, wanampeleka kwenye makaburi, wanamlisha nyama. Huyu kila akilala anaota ndoto. Hello. Yupo makaburini ama kwenye sherehe sehemu fulani, yuko na hawa watu wanakula vyakula pamoja na yeye. Amen. Hello. Huyu akiamka akasema nafunga ndoto ya shetani, amekosea. Sio sikia vizuri. Kwanza leo nafunga ndoto ya shetani. Ndoto mbaya za kishetani nazifunga kwa jina la Yesu. Sasa nikuulize swali hapa ambalo ndio litakusaidia, itakupa ufunuo. Yaani hawa wawili wanamloga huyu hapa asifanikiwe. Hello. Alafu wakija kwenye maisha yake wanajifunua anawaona. Hello. Inawezekana? Yaani mimi ni mnafiki wako, sawa? Alafu nikuja kwako na kuambia mimi nakunafikia. Ni sawa? Hello. Eti ni sawa? Haiwezekani. Sio sikia vizuri. Yaani siwezi nikaja kwenye maisha ya huyu mtu nikamwambia nisikilize, mimi ndio mnafiki wako. Unaona vitu vile naribugu mimi. Unaona vile pale naribu mimi. Mimi ndio nakwendaga kwa yule mganga yule nakufanyia hivi. Ni sawa? Haiwezekani. Hello. Manake huyu akiwaota hawa watu, manake ni Mungu amemfunulia. Hello. Kwa njia ya ndoto amemuonyesha kinachoendelea kwenye maisha yake. Kamuonyesha fulani na fulani wanakuchukua, wanakulisha nyama, wanaharibu maisha yako. Manake simama uombe upigane na huyu na huyu, wanaharibu maisha yako. Manake huyu akiamka asifunge ndoto za shetani. Amwambie Mungu asante kwa kuwa umenijulisha kujua kile kinachoendelea kwenye maisha yangu. Hello. Umenipa macho ya kuona kujua ni nani anapiga maisha yangu. Alafu baada hapo anamwambia Mungu nipe mamlaka na uwezo wa kuondoa hawa watu kwenye maisha yangu. Baada hapo kuomba sasa, namkamata fulani. Unenifuate usiku wa manane, unafaliu maisha yangu, unapanda vitu vibaya, na mimi nakuharibu kwa jina la Yesu. Hivyo. Sasa wewe eti nafunga ndo shetani yupi wewe? Shetani akuroge alafu ajionyeshe yeye ndo anakuroga. Inawezekana? Eti atuwekane wazi tu. Yaani mchawi anakuroga alafu akujionyeshe kwako kwambia mimi ndo nakuroga mimi. Inawezekana hiyo kitu? Ukiona umeonyesha manake ni Mungu amekufunulia kukuonyesha nini kinachoendelea kwenye maisha. Hakuna ndoto ya shetani hata hii. Hakuna maono ya shetani hata siku hii. Kila unachokiona ni Mungu amekupa kuona, kujua kinachoendelea. Eza ni kibaya ama kizuri, ni Mungu amekuonyesha. Mungu hakuonyeshi mema tu, hata mabaya anakuonyesha yanaendelea kwenye maisha yako. Sasa unataka eti mema tu ndio ujue ni ya Mungu amenionyesha. Ila yale ukiona mabaya unajua ni shetani amenionyesha. Nisikilize, Mungu atakuonyesha mema nayo mabaya ili kukupa tumaini na uzima kwenye safari yako ya mafanikio. Akikuonyesha mema tu, manake mabaya yataangusha hayo mema ambayo Mungu amekuonyesha kwenye maisha yako. Lazima kuonyeshe na mabaya yanayoendelea kwenye maisha yako. Ujue kabisa kwenye mema kuna hili baya limeinuka. Kwenye mema 10 kuna hili moja limeinuka ambalo ni baya. Inatakiwa nishindane nalo kulinda hili jema ambalo Mungu amenionyesha. Ujaelewa? Ungeelewa ungepigia Yesu makofi ya shangwe. Rudini mkaka. Kaka. Kuna watu wamenielewa? Kama nielewa mpigie Yesu makofi ya shangwe. Nimekwambia hivi, Mungu hata kuonyesha mema tu ikiwa amekupa macho ya kuona. Hata kuonyesha hata mabaya yanayoendelea kwenye maisha yako. Hello. Maana atakuja kwako atakwambia mwanangu, kesho unatakiwa kuwa na hela. Anakuonyesha maono ya hela. Hello. Baada ya kuzimiliki fedha ukawa nazo, akiinuka adui atakuonyesha tena mwanangu, kwenye jema nililokuonyesha na umelipata, kuna huyu hapa ameinuka. Kuna huyu muangalia anaenda kuharibu maisha yako huyu. Hiki kiangalie kinaenda kupoteza maisha yako hiki. Hello. Juzi nikamwambia Mama Sima pale. Nikamwambia kuna kitu kimefanywa, kimeinuliwa. Hello. Ombeni sana, kuna kitu kimeinuliwa. Maana kile kitu ni chema. Nitakwambia ni chema, ni kibaya.
Hello. Ni kibaya. Kimeinuka. Nani amenionyesha? Ni Mungu amesema, sikiliza mwanangu, kuna hiki. Kwa makini. Omba kwa sababu hiki. Kuna hiki hapa. Nikisimama kusema shetani na kufunga, mimi sielewi kile ambacho Mungu ananionyesha. Ni sawa macho ya kuona ninayo, ila sina ufahamu wa kuelewa kile Mungu anasema na mimi. Wengi tuna nguvu ya kuona kile ambacho Mungu ameweka juu ya maisha yetu, ila hatuna uwezo wa kutafasiri, kujua ni nini ambacho Mungu anasema na sisi. Pokea macho ya kuona. Pokea macho ya kuona. Pokea macho ya kuona. Pokea macho ya kuona. Yaani kuna watu mko hapa. Hello. Mungu alikuonyesha uko kwenye biashara kubwa sana. Na ukiangalia sasa hivi huna hata hiyo biashara. Anakuonyesha unashusha mizigo mingi sana, lakini akiangalia hiyo mizigo huna. Nini Mungu anakuonyesha? Mwanangu, kuna jema ila hapa. Manake weka bidii kulielekea hilo. Manake Mungu anapokuonyesha anakutaka wewe utoke usingizini. Unapoona Mungu anakufunua kitu, manake ulikuwa umelala. Ulikuwa umelala, anakutaka uamke sasa uanze kukabili hicho kitu. Wengi tumelala. Hata kama tukionyeshwa vitu tunabaki tumelala tu. Hatuna uwezo wa kusimama kwanza kukabili kile ambacho Mungu ametuonyesha. Nakupa nguvu ya kushinda mambo ya rohoni leo kwa jina la Yesu. Nakupa uwezo wa kushinda mambo ya rohoni leo kwa jina la Yesu. Nakupa nguvu ya kushinda mambo ya rohoni kwa jina la Yesu. Pokea uwezo wa kushinda kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kushinda kwa jina la Yesu. Pokea upako wa kuyaweza mambo yote kwa jina la Yesu. Anasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake ya mwilini na ya rohoni nayaweza. Hello. Yawe mabaya, yawe mazuri, anasema ninayaweza. Sio asikie vizuri. Maana yake Mungu anapokuonyesha kitu, maana yake anajua unakiweza, kwa sababu amekupa mamlaka juu hicho kitu. Sasa wengi tumepewa uwezo wa kuona. Yaani kuna mtu hapa kesho yake ilishagaonyeshwa zamani. Kitambo. Shaambiwa kesho yake. Ila nguvu ya kuielekea hana kabisa. Mungu hana kawaida kuzungumza na moja. Naomba nisome kitabu cha Ayubu. Nisome kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14-15. Nisome hapo. Neno Mungu nasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Naam. Hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu ajali. Unaona issue tulionayo watu. Hello. Unaona issue tulionayo watu. Biblia inasema ijapokuwa Mungu hunena mara ya kwanza na mara ya pili, japokuwa watu hawafanyaje? Hiyo ndio kesi ya watu wengi ambao tupo nayo. Hello. Hiyo ndio changamoto ambao watu wengi tunayo. Tunazo ndoto za maisha yetu, ila hatuzijali ndoto za maisha yetu. Ndio maana zitimii kwa haraka. Tunatumia muda mrefu kuyatengeneza mafanikio wakati haikutakiwa iwe hivyo kabisa. Kwa sababu Mungu tayari kuonyesha mafanikio. Maanake Mungu leo akikuonyesha una hela, maanake huu ndio wakati wa wewe kumiliki nini? Fedha. Yes. Mungu akikuonyesha leo na biashara kubwa, maana yake ndio wakati wako wa kumiliki biashara kubwa. Mungu akuonyeshi majira yasiyo sahihi. Amen. Nisikilize vizuri. Yaani ikiwa Mungu aliwahi kukuonyesha kitu chochote ndotoni, siku hiyo anakuonyesha ndio ulikuwa wakati wake wa wewe kuanza kukimiliki, kuanza kukipata, kuanza kuwa nacho. Biblia inasema kinachotokea kwako, ujali kile Mungu anasema na wewe. Ujali kile Mungu anaongea na wewe. Hiyo ni changamoto. Yaani kutokujali kwako leo kunasababisha maono na ndoto zako zichelewe, ila ndoto tayari zipo. Maono tayari yapo. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu. Acha wewe. Sema vizuri. Hello. Yes. Hello. Amen. Sema fire. Sema fire. Hebu rudia mstari, rudia. Nataka watu waelewe vizuri. Ayubu 33 mstari wa 10. Kuna mtu amelala hapo, mwambie usilale wewe. Yes.
Neno la Mungu nasema. Biblia inasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja. Naam. Naam. Hata mara ya pili. Hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu ajali. Ajapokuwa mtu. Una changamoto yetu kubwa ipo katika kujali yale Mungu anatuonyesha. Nisikilize, unaishi nje ya muda. Hello. Unaishi nje ya muda. Unaishi nje ya muda. Ni nani ambaye kulala akaona wateja kwenye biashara wamekuja wengi? Ama nakutana na watu ambao wanampa hela. Ni nani? Nakutana na watu wanakupa hela. Nyosha mkono juu. Sasa ishu yako kubwa, hukujali nini Mungu ameongea na wewe. Hello? Hukujali. Maana toka siku umeona utakuwa sasa hivi una hizo hela. Sema nazivuta zije kwangu. Nazivuta zije. Sema kasirika wewe, sema nazivuta zije kwangu. Nazivuta zije kwangu. Sema nazivuta zije. Nazivuta Tamka tena, sema nazivuta zije kwangu. Nazivuta zije kwangu. Sema nazivuta zije kwangu. Nazivuta zije kwangu. Sema nazivuta. Nazivuta. Nisikilize. Yes. Nisikilize mimi mwenzako, nisikilize. Nimekuwa naongea na vijana wangu hawa. Nawaambia, nikiamka nawaambia leo nimeota hivi na hivi. Leo nitapata fedha sana. Hello. Naishi wakati napata hela kweli kweli. Hawa mashahidi hawa. Kweli kweli mimi najua nini cha kufanya baada ya kuona kile kitu. Yes. Nikiona najua ni zamu yangu leo. Yes. Na kamata kila sehemu, namwambia Mungu hataponyoka hata mmoja kwenye mikono yangu. Yes. Lazima walete fedha, lazima walete fedha. Yes. Lazima walete mali, lazima walete. Namwambia Mungu kila uliyemwamuru kunipa leo hatazuiliwa na uchawi, hatazuiliwa na uganga, hatazuiliwa na watu. Lazima nipatie. Yes. Ndio maana haishi siku. Hawa shahidi haishi siku. Kabla sijanunua hizo drums, hata kabla sijakutana na huyo mtu aliyenunua hizo drums nikazipata. Huyo mtu nilimwambia huyu hapa kwamba nimeona nimepata hela nyingi sana. Na ndani ya hiyo wiki kweli nikakutana na mtu akanipa hela. Hello. Baada hapo nikaingia kwenye maombi nikamwambia Mungu. Hello. Najua umenionyesha hili. Na natambua kuna wanaozuia. Napangua mipango ya kuzuia. Napangua ubaya wa kuzuia. Yes. Na ruhusu fedha hii nifuate. Yes. Kwa sababu gani? Kwa sababu najua ndio muda sahihi wa hiyo fedha kuipata mimi. Yeah. Ndio muda sahihi wa hiyo fedha kuipata mimi. Ndio. Manake nikichelewa nikapuuzia, manake napishanishwa na kile ambacho Mungu amenionyesha.